Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Tafadhali jiunge kwa ukumbi huu kwa kupiga subscription. Baada ya pressure kali sana kusukumwa kuelekea kwa jeshi la mwananchi Tanzania JWTZ kwamba waweze kumuondoa Samia Suluhu Hassan madarakani. Samia ameweza kuwashia moto jeshi hilo la JWTZ na kuwaomba kwamba wasijihusishe, wasipewe shinikizo za kujihusisha kwenye siasa za Tanzania. Unajua, hauwezi ukaelewa kile ambacho Samia alikuwa anamaanisha mpaka mimi niweze kukudokolea. Tafadhali piga subscription, sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Mnamo siku ya Jumatatu tarehe 15 Disemba, Samia Suluhu Hassan aliingia kwenye mkutano wa mkuu wa majeshi CDF na makamanda wakuu uliofanyika katika shule ya kijeshi ya ulinzi wa anga mkoani Tanga. Kipindi ambapo aliweza kuingia kwenye mkutano huo, alipopewa nafasi kuzungumza, Samia aliweza kuomba jeshi kwamba hichi chombo cha jeshi eti kwamba kuwe kuna CCM, kuwe kuna Chadema, kuwe kuna chama gani, hiki chombo kiko tu kwa ajili ya kulinda nchi na kulinda wananchi wa nchi hii ya Tanzania. Sasa nikajiuliza, Samia anaambia jeshi lisiingie kwenye siasa za Tanzania, kipindi yeye mwenyewe amekuwa akilitumia jeshi la mwananchi Tanzania kuiba kura. Amelitumia jeshi la mwananchi Tanzania kujilinda. Amelitumia jeshi la mwananchi Tanzania kuwatesa viongozi wa upinzani. Inapofika zamu yake, wananchi wameandikia nyaraka nyingi sana JWTZ kwamba inakuwaje wamezembea mpaka wananchi wanauawa wengi Tanzania zaidi ya 10,000 na wao wametulia. Inakuwaje Samia yupo madarakani na yeye ni rais haramu? Inakuwaje viongozi wa upinzani wanakamatwa kwa tuhuma za kupikwa na wao wapo? Inakuwaje CCM wanatumia madaraka vibaya? Sasa Samia amehisi kuna joto na pressure ya wanajeshi kumuondoa madarakani. Amewaambia kwamba ninawaomba jeshi hili lisije likatumika na mwanasiasa yeyote, msije mkapata shinikizo. Ninawaomba nyinyi mulinde wananchi. Walinde wananchi kipindi ambapo ametumia jeshi, ameiba kura. Ametumia jeshi kuwezesha mauaji. Sasa ameshinda kura, anaambia jeshi sasa msijihusishe kwa siasa. Samia yuko na akili kweli? Wito wangu kwenu, msikubali jeshi letu kuchafuka. Hatupaswi kumwacha au kumlinda mtu yoyote mwenye cheo kikubwa au kidogo kugeuza taasisi yetu ya ulinzi kuwa chombo cha mashinikizo ya kisiasa. Chombo hichi tofauti na siasa. Hiki chombo, iwe kuna CCM kwenye serikali,
kuwe kuna Chadema, kuwe kuna chama gani, hiki chombo kipo tu kwa ajili ya kulinda nchi na wananchi wa nchi hii. Kwa hiyo siasa na chombo hiki ni tofauti. Unajua, kuna wale ambao wataniambia Bwana Ezra, Samia sasa hivi anajaribu kuambia jeshi kwamba kazi yao ni kulinda amani ya nchi ya Tanzania. Anajaribu kuelekeza jeshi la JWTZ Tanzania kwamba kazi yao ni kulinda mwananchi Tanzania. Wacha nikukumbushe mpenzi mtazamaji. Munakumbuka mwaka uliopita, mwaka 2024 Disemba, Samia kwa kamera, mbele ya kamera na kipasa sauti, aliweza kuliambia jeshi la mwananchi Tanzania JWTZ kwamba wajiandae kwa uchaguzi. Yaani aliliambia jeshi lijiandae kwa uchaguzi. Eti kwamba sijui Chadema wako na nia mbaya ya uchaguzi Tanzania. Kwa hivyo akawaambia jiandaeni. Sasa ninashangaa hii leo Samia katoa wapi akili, anaambia jeshi kwamba wasijihusishe kwa siasa, kipindi ambapo yeye mwenyewe ndiye aliweza kuelekeza jeshi la mwananchi Tanzania kujihusisha kwenye siasa, kujiandaa na kupasha misuli kuingia kwenye siasa. Hii leo baada ya wananchi kuweza kupea pressure JWTZ kumuondoa Samia madarakani kwa kuwaua raia, kwa kuvunja amani ya Tanzania, kwa kuvuruga uchaguzi, kwa kukandamiza wananchi, Samia anakumbusha jeshi kwamba nyinyi kazi yenu ni ya kulinda nchi na kuleta amani, msijiingishe kwa siasa. Anataka kujifanya mwerevu. Ombi langu kwenu, na mimi ninaombi pia, lakini kabla hili na ombi la mafunzo kwa jeshi la akiba nalo nimelichukua, na kwa sababu TAMISEMI ni ofisi ya rais, basi nimelichukua kwenda kulifanyia kazi. Ombi langu kwenu ni kwamba mwaka huu na mwakani tunaelekea kwenye chaguzi za nchi yetu, na hapa ndipo usalama mkubwa ndani ya nchi unapotakiwa kuangaliwa kwa ukaribu zaidi. Kwa niwaombe sana jeshi la wananchi wa Tanzania kwenye kamandi zenu tofauti kujipanga kwa ajili hii. Mwaka huu tunaanza na chaguzi za serikali za mitaa, lakini kwa sababu tuko wengi, ni chaguzi ambazo zinashirikisha vyama vingi vyenye nia tofauti, hatuoni kwamba kila kitu kitakwenda kama kilivyopangwa. Kwa ni vyema tukakaa tayari kukabiliana na chochote kile kitakachojitokeza. Hatusemi tukafanye chaguzi za kutumia nguvu, hapana. Taratibu, sheria na miongozo ya chaguzi zitafuatwa, lakini jeshi na vikosi vyote vya ulinzi na usalama vikae tayari kukabiliana na hali yoyote itakayojitokeza. Mwakani tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu, na ule ndio wenye vishindo vikubwa. Basi nikasema nitoe tu taarifa na kuwaweka alert kwamba hayo mambo yanakwenda kutokea, na jeshi tuna mchango mkubwa kwenye hayo, hatuna budi kujiweka tayari. Anachosema Samia sasa hivi na alichokisema mwaka uliopita ni vitu viwili tofauti. Yeye aliweza kuliambia jeshi lijiandae kwa uchaguzi. Sasa hivi anaambia jeshi liende kulinda mipaka na kuleta amani Tanzania. Kipindi cha kampeni Samia alitumia mpaka helikopta za jeshi kwenye kampeni zake za kisiasa. Alafu hii leo anajaribu kulisomea jeshi na kuliambia kwamba nyinyi kazi yenu sio siasa. Yaani watu wazima na uofisa wao wanafanywa mabwege. Yaani wametumika kisiasa kipindi chote, mpaka helikopta za kijeshi tulikuwa tunaziona zinafanya kazi ya siasa ya CCM. Leo
wamekalishwa, wanapewa spichi ya kinafiki. Ignorance shall never end in this country Tanzania. Leo hapo watakuwa wameandaliwa bahasha. Sasa sijui kama wenye akili zao timamu wanamuelewa na kukubaliana na hizi drama. Kwa sababu mpenzi mtazamaji, nimekueleza na nimekuwekea kanda, yeye mwenyewe akiambia jeshi kwamba mjiandae kwa minajili ya siasa, kwa minajili ya uchaguzi. Alafu sasa hivi anawaambia kwamba msichafue jeshi. Kwani wananchi kuambia jeshi kuweza kuchukua uongozi wa nchi ni kuchafua nchi ama kuchafua jeshi? Sasa mkuu wa nchi anasema jeshi lisijihusishe na siasa. Yuko sahihi. Wanajeshi kuwaleta uraiani kupambana na raia ni kuwashushia hadhi. Mwanajeshi ameandaliwa kupambana na mwanajeshi mwingine. Yaani mwanajeshi aliyebeba mizinga, aliyebeba silaha. Ndio mwanajeshi ameandaliwa hivyo, ndio maana amepewa mafunzo ya hali ya juu. Sama mwanajeshi kuja kumbana na wamachinga mitani ni kudhalilishwa. Mwanajeshi kuja kupambana na wauza karanga mitani ni kudhalilishwa. Mwanajeshi hiyo sio hadhi yake. Mnajua kama mbele ya mwanajeshi hata polisi ni raia. Hawa polisi hawa tunaowaona hawa, mbele ya wanajeshi hawa polisi nao ni raia. Kwa hiyo mwanajeshi hakuandaliwa hata kupambana na polisi. Polisi mbele ya mwanajeshi anaweka silaha nyuma, chini. Sasa mwanajeshi anapoletwa mtaani kupambana na raia, nachoka baba yenu Clemence Mwandambo, nachoka mimi. Si hili jeshi limekwisha chafuka tayari, hili jeshi limekwisha chafuka. Kivipi? Samia alitumia jeshi kutekeleza mauaji. Samia alitumia jeshi kuwakandamiza viongozi wa upinzani. Samia alitumia jeshi kuwanyamazisha wananchi wa Tanzania wasiongee kipindi ambapo alikuwa naiba kura. Samia anaendelea kutumia jeshi kuwakandamiza viongozi wa upinzani. Alafu sasa hivi anawaambia jeshi wasije wakajiunga kwenye siasa. Samia ni mnafiki na amegundua kwamba pressure ambayo inazidi kufika kwa jeshi la mwananchi Tanzania waweze kumuondoa Samia Suluhu Hassani madarakani ni nyingi. Kwa sababu kusema ukweli, ile imani ambayo wananchi walikuwa nayo kwa jeshi la mwananchi Tanzania iliondoka tarehe 29, tarehe 30 na tarehe 31 Oktoba, kipindi ambapo jeshi lilizibwa mdomo, polisi na wauni wakaua wananchi zaidi ya 10,000 bila wao kutoa tamko lolote. Pale ndipo heshima ya jeshi la mwananchi Tanzania ilishuka. Kama ni kuchafuka kwa jina la jeshi la mwananchi JWTZ, lilichafuka kitambo tarehe 29. Sio sasa hivi Samia anasema kwamba jeshi lisichafuliwe jina. Kama ile jeshi lingekuwa na heshima, wananchi wangekuwa wanalalama. Viongozi wa upinzani hawangekuwa wanasema kwamba jeshi linatumikia serikali hii. Kwanza jeshi la mwananchi Tanzania ni branchi ya CCM. Ni tawi la CCM. Nikimalizia mpenzi mtazamaji, iwapo hawa jeshi ambao Samia Suluhu anajifanya kwamba anawapea msomo ni walinzi wa wananchi, basi tarehe 29 Oktoba wangezuia raia wasio na silaha kuuawa kwa kupigwa risasi kikatili. Samia anajifanya mwerevu,
Mwaka uliopita aliagiza jeshi lijiandae kwa uchaguzi. Sasa hivi anawaambia wasijihusishe kwa siasa, baada ya kusikia wananchi wakiambia jeshi, chukua uongozi, Samia sio rais halali, bali aliweza kuiba kura, hapa kukuwepo na uchaguzi, wanazidi kutumia mali ya Watanzania vibaya, wameuza airport ya Kilimanjaro. Wazo lako ni lipi?